Unaweza ukaota ndoto nyingi tu na ukazipuuza, ila aina ya ndoto hizi 4 ambazo nazielezea siku ya leo, ukiziota usipuuze, kwa sababu zinaweza zikaleta matokeo makubwa sana kwenye maisha yako. Ndoto ya kwanza ni ndoto zenye uhalisia wa hisia. Unaota ndoto unalia, unaamka kabisa unasikia uchungu kana kwamba kweli ulikuwa unalia. Unaota ndoto unaokota fedha, unapoamka unakuta mikono umeifunga kabisa kama ulikuwa umeshikilia lundo la fedha. Unaota ndoto unakimbizwa, unaamka unakuta paka umesweti kabisa, ni jasho kana kwamba ulikuwa unakimbia. Hizo sio ndoto za kawaida na sio ndoto za kupuuza. Mtu mmoja alikuwa anajua maarifa haya, anaitwa Mfalme Nebukadneza. Kusoma kitabu cha Danieli sura ile ya 2 mstari wa 1, Biblia inasema hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Yaani hii ndoto hakuipuuzia. Aliita wachawi na watu wenye maarifa ya kiganga ili wampatie maana ya ndoto hii. Kwa sababu gani? Yeye aliamini kabisa. Kwa nini ndoto imnyime usingizi? Kwa nini ndoto isababishe akose amani? Ndoto yote ambayo unaota ina hisia kabisa, na unapoamka unaona zile hisia bado endelevu. Hiyo sio ndoto. Imekuja katika ndoto, lakini yenyewe imebeba matendo ya mwili. Ukiota umeanguka kutoka mahali pa juu sana, yamkini kwenye miamba, kwenye ghorofa, ukawa unajikunja kwenye ndoto, alafu unashtuka unakuta kweli umejikunja kana kwamba ni mtu ambaye ulikuwa unahofia kuanguka. Elewa, hiyo ndoto sio ndoto ya kawaida, ni ndoto ambayo imebeba uhalisia, sio ya kupuuza. Kile kitu ambacho ulikuwa unakiona na hisia ikatokea na ukakuta bado uko nayo endelevu, usipuuze, ishughulikie kuanzia kwenye hiyo hisia ambayo umeiona kwenye hiyo ndoto. Ndoto ya pili, ndoto inayojirudia rudia. Hii ndoto usipuuze hata kidogo. Ayubu 33:18 anasema, kwa kuwa Mungu nena mara moja, naam mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Kumbe unakuwa unaoteshwa ndoto kwa sababu hujaitendea kazi, umeipuuza. Ndio maana ile ndoto inarudi. Na kwa nini inarudi? Kwa sababu inakuwa ina utimilifu kwenye ulimwengu wa roho. Mwanzo 41:32, na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara 2 ni kwa sababu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Ndoto ukiona zaidi ya mara 3, unaota huko kijijini, zaidi ya mara 3 unaota unaokota fedha shilingi, hiyo ndoto iko na ujumbe kwenye ulimwengu wa roho na ina uwezo wa kuzuia baraka. Jitahidi kuishughulikia hiyo ndoto. Isiporudia hiyo ndoto ndo kufanikiwa kwako. Hiyo ndoto ikiachia maisha yako ndo mwanzo wa baraka zako. Kuna mtu mwingine sasa yeye anaota inajirudia lakini ni nzuri. Unakuta anaota anaombea watu, vichaa wanapona, viziwi wanasikia kwenye ndoto, lakini yule mtu akiamka hajawahi kuombea hata mtu. Inamaanisha Mungu anakuwa amekuamini kwenye karama ya uponyaji. Kwa nini usianze kuitendea kazi? Ndoto hiyo usipuuze, ni muhimu sana, kwa sababu Mungu anakuwa anaweka msisitizo kwenye maisha yako. Ndoto ya 3, kuonywa kwenye ndoto. Ndotoni unakuwa unasikia kupewa onyo, warning. Kuna mtu mwingine anaweza akawa anasikia sauti ya ukali sana inamgombeza, inamfokea. Unaweza ukaona uko mahali alafu unachapwa viboko, yamkini na mama yako mzazi na baba yako, unachapwa na mchungaji wako. Ni onyo hilo, kuna mahali haujakaa sawa. Hebu angalia kitabu kile cha Mwanzo sura 20 mstari wa 3. Biblia inasema, lakini Mungu akamjia Abimeleki kutoka katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa, maana ni mke wa mtu. Abimeleki anaonywa kwenye ndoto. Yeye alijua tu ni mwanamke mrembo mzuri amchukue, na hata mume wake pia alikataa, akasema yeye ni ndugu yake, hakusema kama ni mume wake, lakini ndoto ikamuonya. Kwa kumbe kuna watu wengine wanaonywa kwenye ndoto. Ukiona unaonywa kwenye ndoto, ndio wakati sahihi wawe kujirekebisha ili ufanye yaliyo mapenzi ya Mungu na uweze kufika kwenye hatima yako. Na Biblia inasema, aonywaye mara nyingi akishupaza shingo itakatika, wala hapati dawa. Ndotoni unaonywa, endelea kushupaza shingo, utaangamia. Ndoto ya 4 ni ndoto za mfumo wa kinabii, ndoto ambayo inaweza kukuelezea yajayo. Unataka kwenda kijijini kwenu, unaota ndoto usiende kijijini. Unataka kwenda kuweka biashara mahali, unaota kwamba usifanye biashara mahali pale. Haijalishi uko na mtaji, haijalishi unapapenda kiasi gani, ila hiyo ndoto inakuonyesha ukubwa wa vita ambayo itakuwepo kwenye hilo eneo. Kwa unaweza ukafungua biashara ukajikuta unapata hasara tu, hakuna unacho gain. Kwa sababu gani? Ndoto hiyo ilikuwa inakuelezea mambo ambayo ulistahili kuyafuata. Ndoto inaweza kukwambia usitoke nyumbani, kaa nyumbani, na ukilazimisha kutoka litatoka hata guta likakugonga, ili mradi tu upate ajali. Na pale ndipo utakapokumbuka kwamba niliota ndoto lakini niliipuuza. Ndoto hizi sio za kupuuza, kwa sababu ndoto ni maisha halisi. Mtu anayesema ndoto hazina maana, siku moja ataamini kuwa zina maana. Ukibonyeza share, maana yake umeshiriki kuhubiri habari njema pamoja na mimi. Ukibonyeza like, maana yake unathibitisha kuwa unampenda Mungu tunayemtumikia. Ukibonyeza subscribe, maana yake umekubali
kujiunga kwenye madhabahu pamoja na mimi. Na ukiingia kwenye uwanja wa comment ukaandika comment yako, maana yake unanipa nguvu ya kufanya tena na tena. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.